Anza tangu mwaka 2020. Wewe, Lissu pamoja na viongozi wengine waandamizi mkiwa jijini Nairobi. Lakini vile vile hata 2024 umeendelea mbali zaidi na kusema kwamba vile vile hii no reform no election ilitamkwa. Na kubwa zaidi ningependa kufahamu, je, utofauti iko wapi kati ya no reform ya Mheshimiwa Freeman Mbowe na no reform ya Tundu Lissu? Ama dhana ya no reform ninyi mnautafsiri kwa namna gani? B, katika kipengele hiki ama katika sakata hii, je, ni chama, ni ninyi, ama ni wale ambao wanaunga kwamba no reform no election iwepo ndio wanaopoteza? Nani anapoteza katika hili? Ni chama, ni ninyi, ama ni nani anakomolewa? Je, ni wanachama ama ni chama chenyewe? Lakini swali lingine, umesema kwamba bado mna nafasi ya kushiriki uchaguzi na kushinda na kutangazwa washindi hata katika nyakati ambapo madhila mengi ya uchaguzi ikiwemo ukandamizaji wa Chama cha Mapinduzi kama ulivyosema. Nini hasa kilichowazuia kutangazwa katika uchaguzi uliopita wa 2020? La tatu na la mwisho, mmesema ampingi msimamo ya chama. Je, hapa mnafanya kitu gani? Kama chama wamesema wao kwamba msimamo wa chama no reform no election, na kwamba hawatoshiriki katika uchaguzi na watazuia uchaguzi, lakini ninyi hapa mnasema ya kwamba hamko hapa kupinga msimamo wa chama. Hapa mnafanya nini? Ama dhamira kuu kwenye hili ni nini? Asante sana. Mwingine kwenye swali au maswali ya Udemba ametosheleza? Karibu. Asante. Mimi na swali. Jina lako na chombo chako? Naitwa Humphrey Shao, natoka Michuzi Media Group. Swali langu ni kwamba, moja, je, G55 katika hichi mnachokifanya amuoni kama mmechelewa? Na moja ya kitu kwenye tamko lenu mmekuwa mkimuadresi katibu mkuu wa chama, lakini je, amuoni kwamba katibu mkuu amekuwa pressurized na mwenyekiti na makamu wake? Tumeshuhudia katika mkutano wa watiania namna ambavyo makamu mwenyekiti alikuwa akizungumza. Kwa nini mnashindwa kuzungumza moja kwa moja kwa kuwaeleza na kutaja zile kauli za kibabe kama za makamu mwenyekiti wa Chadema alizokuwa akizitoa kwamba aziendani na maadili ya uchaguzi na Chadema ambayo tumeizoea? Tatu, ni lini sasa mtaanza kutoka na kuzungumza wazi juu ya hii kuisha kwa uchaguzi? Inaonekana kama uchaguzi wenu wa ndani bado hujaisha, mnaendelea kumenyana kwa visu. Kwa nini? Je, lini mtatoka kusema kwamba uchaguzi umeisha, mjenge chama? Nashukuru. Mwingine? John. Naitwa John, natoka Jambo Television na maswali matano. Swali la kwanza, tumemsikia Mlema kwa niaba yenu amesema kauli ya Lema kwamba ambao hawataki reformu waondoke. Inaonekana ni kama ni kauli personal, alikuwa anawatisha watu wenye maoni mbadala. Kauli ya no reform no election, kama mnakubaliana kwamba ni kauli iliyo ni msimamo wa chama ambao umepitishwa na vikao halali vya chama, baraza kuu, mkutano mkuu na the SOFO kamati kuu. Kama Lema amezungumza hivi, je, John na wenzako hamuoni kwamba ni alikuwa na cement au alikuwa anasisitiza wanachama kutii maagizo au maamuzi ya vikao halali vya chama, ambavyo tunafahamu usipotii maagizo na vikao halali vya chama, maamuzi ya vikao halali vya chama, uko katika hatari, kati ya moja katika hatari hiyo ni kufukuzwa.
Sasa kusema kwamba kama hutii au hukubaliani na maamuzi ya chama uondoke, hiyo kauli ina tatizo gani? Swali la pili, umesema Maria Sarungi ana maslahi binafsi na Chadema kushiriki uchaguzi. Kwa tunaomjua Maria Sarungi tunamuona kama ni mtu ambaye anapigania ajenda ambazo Chadema mmekuwa mkipigania kwa siku nyingi, ikiwemo hii ya sasa kwamba mifumo ya uchaguzi imekuwa si mifumo yenye kutoa haki. Sasa na yeye ameungana na Chadema kuhakikisha kwamba mnailazimisha serikali inaleta mifumo yenye kutoa haki kwenye uchaguzi. Wewe umesema yeye ana maslahi binafsi. Sisi waandishi na umma ungependa kujua ni maslahi gani hayo binafsi ambayo Maria Sarungi anayo ambayo ya Chadema kutokushiriki uchaguzi. Tunaomba tuweke wazi kwa sababu umesema umeificha tu kwamba maslahi binafsi. Sawa. Swali la tatu, John, umekuwa kwenye secretariat nadhani kama miaka 10 sasa. Na wewe umekiri hapa ulishiriki mchakato wa kuandaa hii document ya no reform no election ukiwa kama mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa secretariat ambao ndio vikao vinaandaa haya mambo. Tunataka kujua mpaka inapitishwa hii agenda kwenye vikao, wewe ulikuwa bado kwenye nafasi ya uongozi na ulikuwa ofisini. Tuambie wewe na wenzako ambao mlikuwa kwenye secretariat na vikao vya kamati kuu, mlichukua hatua gani katika kulirekebisha jambo hili? Kwa sababu ukija kwa sasa ni rahisi sana kuwa defeated kwamba unapinga maamuzi haya ambayo wewe uliyashiriki kwa sababu tu hauko sehemu ya uongozi, kwa sababu hivi vitu vyote vinavyofanyika kwa sasa ni vitu ambavyo wewe ulishiriki kuvitengeneza na kuvipitisha. Swali la 4, kuhusu dhana kwamba mnatofautiana kwenye dhana. Hii nadhani ndio mimi nimeliona kitu cha msingi kwamba dhana kwamba no reform no election si dhana ya kuzuia uchaguzi. Sasa kama hiyo sio dhana, maana yake ni kwamba chama kizima except wewe na wenzako wachache kimejipotosha kuhusu hii dhana. Kama hivyo ndivyo, yani kama chama kinajipotosha kwenye dhana tu, bado mnaamini chama hiki ni chama tegemeo kwa Watanzania? Swali la 5, kushiriki uchaguzi ndio kusudi. Umezungumza kwamba tone haiwezi kuendesha chama. Chama hiki tokea kimeanza tumekuwa tukiona kinaendeshwa kwa michango, na mmekuwa mkisema kwamba chama hiki kina watu milioni 10. Kwa mahesabu ambayo watu wakati mnaanzisha tone mliotupa ni kwamba hata wanachama milioni 1 tu wakicontribute kwenye hii tone mtapata a lot of billions kuendesha chama. Sasa tunataka kujua hawa wanachama milioni 10 ambao kila siku mnatuambia mko nao wanashindwaje kucontribute ili iwe hii njia ya tone kwamba, kwa sababu wewe mwenyewe unasema John vyama vinaendeshwa na wanachama. Sasa hawa wanachama milioni 10 wanashindwaje kushiriki hii tone? Swali la mwisho Naitwa Martha, natokea Crown TV. Na swali moja ambalo lina vipengele vitatu. Hii G25 imekuja na mpango wa kushiriki kwenye uchaguzi G55. Mtatuaminisha vipi kwamba haitatokea iliyotokea 2015 kwenye Ukawa? Mlikuwa pamoja, baadaye kukaa kuna mgawanyiko, ikaonesha kudhoofisha upinzani. Lakini mtakaposema nyinyi mnashiriki uchaguzi, wenzenu wanasema no reform no election, tayari mnakipasua chama. Hamuoni kwamba inakuwa ni sababu ya kudhoofisha pia chama chenu nyewe wenyewe? Lakini la tatu ni tusije tukaona yaliyotokea ni CCR, mnaiprotect vipi Chadema G55 pamoja na no reform no election? Hamuoni nyewe wenyewe mnaweza mkawa nyewe wenyewe ndio mnachimba kaburi la kukizika chama nyewe wenyewe? Asante.
Naitwa Juma Isihaka, natokea gazeti la Mwananchi. Kwa nini sasa no reform no election, ukiachana 2020 kama alivyosema Mrema, ilikuja mwanzoni hapa wakati wa uongozi wa Lissu na alikuwa akicement au kuboldi kwamba tafsiri ya no reform no election kwa namna alivyokuwa anaeleza. Kwa nini sasa G55 ndio inaibuka? So la pili, pamoja na kile kilichoandikwa kwenye waraka ya kwamba mtakuwa tayari kuendana na msimamo wa chama kama chama hakitakuwa nani, nilikuwa natamani kujua mtakuwa tayari, nyinyi ni watiania, mtakuwa tayari kuachana na nia zenu iwapo chama hakitakusudia au hakitakuwa tayari kupokea ushauri wenu kama ambavyo mmekuwa mkishauri? Mtakuwa tayari kuachana na hizo nia za kugombea tena? Shukuru. Kwa mwisho, karibu. Na maswali matatu. Kuna dhana baada ya nyewe kujitokeza hivi karibuni, ukisoma hata kwenye mitandao ya kijamii, feedback za watu, inaonekana kama mnatumika. Naomba mtuaminishe leo. Je, mnatumika na system katika kuivuruga Chadema au mnatumika na Freeman mara baada ya kushinda uchaguzi? Kwa sababu wengi waonekana kwa sasa ndio wale ambao walionekana kipindi cha kampeni wakimsupport Freeman. Lakini swali lingine, kuna katika hilo G55 sasa hivi mlipo, kuna wengine walikuwa wabunge, wengine wa viti maalum, wamekaa tu muda mrefu bungeni. Kwa nini hawakuona haja ya kugombania kwenye majimbo kipindi hiko mpaka sasa hivi ndipo walipojitokeza kutoa nia zao, na wamekaa muda mrefu sana bungeni mpaka kuanzia miaka 10 mpaka 15? Ni hayo tu. Atajibu Mheshimiwa John Mrema, lakini kama kutakuwa na nyongeza tutasaidia kuongeza majibu. Karibu John. Shukrani sana.